Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Naamini kila kitu ambacho kinatokea kinapangwa. Ambacho kipo na kila ambacho kimetokea kinapangwa pia. Kwa hiyo katika ligi lazima kuna watu watashuka na kuna watu watapanda. Kwa karata ambazo timu ilikuwa imechanga mpaka hapa ambapo imefikia ndio nyakati ambazo timu imepitia. Kwa hiyo wengine hivyo vitakuwa ni nje uwezo wangu. Sasa mimi mchezaji tu ndio ninakuwa ndani ya mimi naweza kusema nini. Sawa. Ndio karibu na hapo tufuate vizuri. Okay. Moments zipi ambazo unazikumbuka ukiwa Ken Gold nzuri ngumu kama mchezaji? Maana kuna wakati ulikuwa unabeba timu mabegani, yani unamwaga hadi jasho lako la mwisho ili kuitetea. Na of course tulikuwa tunaona matokeo, kila matokeo yanayotokea ndani ya Ken Gold ulikuwa unahusika kwa 100%. Hivi ambacho hasa moment unaweza kuikumbuka kwamba I say katika kipindi ni mwaga jasho kwa msimu? Mimi huu ni msimu ambao wa mafanikio kwangu, sababu mtu ambaye nimehudumu sana katika kucheza ligi. Ni mtu ambaye nilikuwa katika ligi. Kwa moment ambazo zimenifanya ni enjoy, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kunipambania mpaka hapa ambapo nimefika, na hichi ambacho kikubwa kwangu ambacho naamini nimekifanya au nimekitoa katika timu na mchango wangu mkubwa. Kwa hiyo furaha kwa katika kile ambacho niliamua kufanya na niliamuliwa kufanya na Mwenyezi Mungu ndio maana nimekifanya. Lakini huzuni katika kile ambacho tulikuwa tunakipambania na kusema kwa tutakifanikisha timu kuwa katika sehemu nzuri, lakini tumefeli. Hicho ndio kigumu zaidi. Lakini kizuri kwetu sisi au kizuri kwangu mimi kuwepo katika sehemu ambayo naweza kubaki katika Premier na kuendelea kuhudumu katika timu nyingine. Sawa. Ulipokuwa unacheza kitu chako kwenye akili yako ulikuwa unawaza vitu vingapi? Kubwa zaidi ilikuwa ni kuibakisha timu bila katika sehemu nzuri, kwa sababu wao ndio majukumu ambayo tuliambiwa kwa timu inatakiwa ibaki. Kabla ya wewe kubaki katika sehemu yako nzuri, unatakiwa kuipambania timu ibaki. Lakini ndio hivyo yalotokea, yametokea, uwezo kuyakataa, inabidi tu yakubali. Lakini kwetu sisi ni sehemu nzito kama wachezaji ambao tunaipokea na ipo katika akili. Ile ya kwanza. Cha pili tulikuwa tunawaza? Cha pili ni kutengeneza performance nzuri kila anapoingia uwanjani. Kuacha kitu kizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenisimamia kwenye hilo. Ingawaje nilipitia kipindi kigumu baada ya kumaliza zile mechi 5 za mwanzo. Kidogo ambayo alinifanya nje takriban wiki 3. Na naamini hamna mtu yote ambaye wa media ambaye alikuwa anafahamu hilo jambo. Mimi mwenyewe na friji langu kwa siku. Lakini baada ya hapo niliporudi sio katika ule mtiririko mzuri. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, kabla ya hapo ulipata majeraha nini? Mguu wangu. Ndio mguu, kidole changu cha mwisho cha mguu wangu. Ndio ulichagua. Kilikuwa tuna maumivu makali. Ilikuwa hajavunjika. Na ni maumivu tu alikuja ghafla ukiwa uwanjani ama ukiwa nje ya uwanja? Ilikuwa ndani ya uwanja. Nimeweza mechi ya mwisho na Mashujaa. Ulipata mgongano ama ilikuwaje? Mtu tu alinikanyaga. Ilikuwa ni sehemu ya kawaida ya mchezo. Lakini baada ya kupumzika ndio maumivu yakawa makubwa. Na hapo kakosa mechi kadhaa? Hapana, hiyo nilikuwa katika mapumziko ya mwezi mzima, na nafikiri timu kipindi kile ambayo inaitwa kwenda. Ndio hapo sana kuona na kuona hapa. Ila nikasahau jamani, mliatai ndio hata nisafiri kwanza. Okay fine. Ni kipindi ambapo ulipata pia kuumia na kaona uwezo kusaidia timu yako na timu ilikuwa inakutegemea zaidi. Vile ulipokosa hizo mechi kadhaa, mechi za ufundi na wachezaji kwa jumla, walikuwa wanasemaje? Nzuri zaidi kwenye timu tulikuwa tuko wengi, na kila ambaye alikuwa anaingia katika nafasi alikuwa anafanya kitu kizuri katika timu. Kwa hiyo ndani ya wachezaji, ndani ya walimu, ingaje tulikuwa tumepungukiwa sehemu kubwa ya kila ambacho tulikuwa tunakitengeneza, lakini kila mmoja wetu alikuwa akiingia ana faida ya kuongeza chachu ya kuzidi kupambana. Na ndio maana kama ulikuwa unafuatilia vizuri mechi zetu, kila mchezaji ambaye alikuwepo katika timu yetu alikuwa ni mchezaji mzuri, na kila anapoingia anaonyesha kitu kizuri kwa ndani.
Uzuri zaidi tulikuwa wengi na pia tulikuwa tunashirikiana katika vitu vingi. Kwa hata mimi nilipokuwa sipo, kuna wengine ambao walikuwa wanafanya vitu vizuri zaidi ya kwangu. Vizuri vipi wakati matokeo kwa Bachani? Kupata matokeo au kutokupata matokeo ni nyakati ambazo zinakuta watu katika timu. Kwa hiyo huwezi kusema huwezi kupata matokeo kwa sababu Selemani nayo. Hapana. Bahasha. Kila ambacho kinatokea kwenye timu na ndio maana mnasajiliwa watu wengi. Kwa kila anaingia katika timu ana nafasi ya kufanya kitu kizuri. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu hata wale ambao walikuwa wanacheza katika sehemu yangu au ambao niliwakuta katika sehemu yangu walikuwa wanafanya vitu vizuri ndio maana timu ikawa pale. Na mpaka sisi tulipoenda mpaka sasa hivi tulipokuwa tunashirikiana vizuri na tunaonyesha ule umoja wetu, hatujawahi kutaarifiana kwa kitu chochote au kuambiana vibaya. Kwa hiyo mimi nasema hiyo ni moment kubwa katika soka, kukuta sehemu mtu mmoja mnacheza nafasi zaidi ya watu watatu mkashirikiana na mkaambiana vitu vizuri. Kwa kwangu mimi ni furaha zaidi. Sawa, sasa wakati mnacheza pale azma ya klabu ilikuwa ni kubaki ligi kuu na ndio maana iliongezwa wachezaji wengi wenye majina kina Kiala ambaye sasa hivi habari zake ninazo na wengine wengi tu ambao habari zetu ninazo. Moment kubwa hasa ilikuwa ni kubaki kwenye ligi. Pesa zilitumika usajili. Ndani pale katika eneo la uchezaji, eneo lipi ambalo mko mnafeli? Kwa kipindi ambacho sisi tumeenda maeneo mengi yalikuwa sahihi, na kama ulikuwa unafuatilia mechi zetu katika mechi 5 za kwanza tulikuwa tunafanya vizuri zaidi. Kama nilivyokuambia katika ligi kuna watu lazima washuke na kuna watu lazima wapande. Kwa hata ufanyaji, yani hata sasa hivi tungekuwa pointi sawa na Simba au Yanga. Lazima kuna mtu anatakiwa ashuke na kuna wengine wapande. Kwa hiyo ni moment ambazo zinatokea katika soka. Huwezi kuzikataa, huwezi kuziogopa. Muhimu tu katika kile ambacho nyinyi mnakitengeneza au wewe ambacho unakitengeneza kama mchezaji kibakie kama historia baadaye. Hata kama kinadondoka lakini kuna watu ambao wanaweza kuzungumzia katika yale mazuri ambayo unayafanya. Kwa hiyo hichi kimetokea na kilipangwa kitokee. Hakuna mtu ambaye katika timu anaweza kusema kwa sababu gani timu imeshuka au ni kwa nini timu imeshuka. Ni nyakati tu tunazipitia katika timu, viongozi, kwa maana vitu vinatokea. Kwa hiyo mko sawa na viongozi. Mimi sijawahi kutaarifiana chochote na kiongozi wangu yoyote katika timu. Leo mpaka kesho ambapo naondoka. Sawa. Kwa moment ya goli la ninyi mlifungwa na Yanga goli nyingi. Kwa goli 6 zile. Ni 6 zilifika. Yeah. Pale KMC. Mechi nakumbuka nilikuwa nasafiri hapo naangalia kwenye app. Nilikuwa kwenye basi ikasema wakati unafunga ile goli la shuti la mbali lile basi zima likakata. Ndio siku hizi pia kuna runinga ndani ya basi unaweza kaangalia. Azam waliboresha sana. Watu wakanyanyuka, watu wa Yanga wanashangilia goli lako ndani ya basi. Akasema Yanga wamefungwa hapa. Wakasema yule kijana inabidi tumchukue. Kafanya kitu cha kigaidi sana. Hebu tuambie ile moment ya goli ilikuwaje? Na pengine hadi leo inaweza kuwa kumbukumbu yako. Mimi nafahamu umecheza championship muda sana. Lakini haukuwahi kufunga goli la vile. Labda huko Ndondo. Ndondo ndio huko unakala watu hapa mpira wacheza mpira ule wa madogo unaweza kupiga kwa mbali ukajaribu ukafunga. Kwenye ligi hujawahi kufunga, hata kwenye championship hujawahi kufunga pia. Hiyo moment ilikuwaje? Mimi kwangu naamini sana karma. Muda unapofika hakuna mwanadamu yote ambaye anaweza kuzuia ambacho Mwenyezi Mungu amepanga. Nyakati niliongozwa na nguvu na uwezo ambao Mwenyezi Mungu kila siku ananipa. Na mimi kila siku ninapoamka huwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniongezea faida kubwa na sehemu kubwa ya nguvu na pumzi ambayo naweza kustruggle ili maisha yangu yaendelee kwa vizuri pamoja na familia. Kwa kile ni kitu ambacho kilitokea. Yaani ukutarajia. Kwangu mimi haikuwa matarajio lakini yalikuwa ni moja ya majaribio yangu kila siku nikiwa mazoezi. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kujaribu kila wakati. Kwa kila ambacho nakifanya inakuwa moja ya sehemu ambazo najaribu na sehemu nzuri za maisha yangu. Kwa hiyo hata kile ambacho kimetokea siku zile yalikuwa ni majaribio lakini ni moja ya njia ambayo imenifanya mpaka sasa hivi niko katika sehemu nzuri ambazo naweza nikakaa sehemu nikazungumza kitu kuna watu wakanisupport. Goli moja tu likabadilisha maisha. Goli ile limebadilisha maisha yangu kwenye sehemu kubwa sana. Yaani nisimuongopee mtu lakini ni sehemu ya njia ambazo zimeninyanyulia toka lile goli ambalo nimefunga mpaka ile. Nimepita katika njia nzuri lakini pia nimepita katika njia mbaya. Inakuongezea nini njia nzuri? Njia nzuri naweza nikasimama sehemu yote nikazungumza.
tofauti ya goli lile, lakini na goli 5 katika msimu. Bado una goli 5 umeingia tu muda mfupi ukazipata, na wewe sio forward, lakini ukafunga goli una goli 5 azungumzi. Goli 5 azungumzi, lakini ile goli linazungumzwa zaidi. Kwa hiyo moja ya njia ambazo zilifanikisha goli 5 zikapatikana ni goli lile. Kwa hiyo faida kubwa sana nimeipata baada ya goli lile. Kweli? Kwa hiyo goli kuna goli ngapi? Ilikuwa sina goli lolote, na ile ilikuwa mechi yangu ya kwanza. Mechi ya kwanza ambayo nimeingia katika mechi ya kwanza dhidi ya Yanga unafunga goli la dunia. Ulimwona Diarra alisogea, maana hata kuna goli alifunga pia beki wa Azam Yoro Diaby alifunga goli kama la bana la kwako, lakini kwa kile ilikuwa mbali pia vile vile. Unataka kuniambia Diarra kaanza kukwepa mchezaji aliyofanya beta kwenye ile mechi, lakini wewe ukaonekana ndio mchezaji pekee uliowakosha pia Yanga Afrika. Mashabiki wao wakaanza kuchanga, wakakupa noti za kutosha pale. Kama nisikufiche, ile siku ilikuwa ngumu sana. Nilizima simu natoka pale uwanjani mpaka kesho yake. Na nilipofika siku ya pili yake nilivyowasha simu, nilikutana na matusi mengi sana. Watu wapi? Instagram ilijaa hongera, lakini pia ilijaa matusi mengi. Unajua kuna watu wengi wanazungumza vitu vizuri na kuna watu wengi ambao wanazungumza vitu vibaya. Kwa hiyo wengi wao walikuwa wananiambia, kwa hiyo kwako imekuwa sifa kumharibia golikipa yetu. Imekuwa matusi. Matusi yalikuwa ni mengi. Sasa sio watu wa mpira hao. Watu ambao wakubali. Ni watu wa mpira, ndio maana wapo katika sehemu ya mpira. Kwa hiyo kama mchezaji unatakiwa kukubaliana kama mkulima vile wanapokosha. Ndio mzika sana. Nyingi. Lakini ukiposti vitu comment nyingi zote negative. Comment mpaka leo nikiposti picha yangu yote matusi siposti. Yaani kuna mtu yupo katika kutukana, kuambia vitu vibaya, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ni vitu ambavyo vinazidi kunipa motisha. Sawa, hebu ndio kwenye moment ya namna ambavyo ulikuwa unakusanya zile pesa pale na mashabiki wa uwanjani wameshow some moment ambayo huwezi kusahau. Wanakupa wewe pesa ambao wewe ndio umewajeruhia kipa wao. Wewe umefunga umemnyima clean sheet, lakini pia umefunga goli zuri ambalo watu wanamwangalia kipa kwamba kama uwezo wake umepungua kuruhusu goli la ile kwenye maisha. Lakini nakumbuka bali kufungwa na save Karie akiwa Dodoma Jiji, lakini kwake ilikuwa ni karibu. Alisogea, alitoka katikati akatembea kama mita 3-4 akashoot, lakini wewe ni katikati ya uwanja hapo nyuma kidogo. Kwa moment kama hizo zimewahi kumtokea, lakini tangu afungwe na save Abdalla Karie goli lile hapo kurudia ile makosa, kusogea kidogo kuacha goli. Lakini wewe ukaja ukakumbusha yale ya save Karie pia. Moment ile alafu watu wanakujazia noti. Kwako ilikuwaje, na baada ya hapo ule mzigo ulifanyia nini kama kumbukumbu? Mimi kwangu kwenye soka sikuwahi kukutana kitu kama kile. Yaani haikuwahi kuwepo kile kitu ambacho natoka katika uwanja napongezwa na timu pinzani, tena kama timu kama Yanga. Kwanza ni heshima kubwa amenitengenezea. Lakini pia nawashukuru kwa kunisupport na kuona kikubwa ambacho nakifanya kijana wao. Mimi ni kijana wao, ni moja ya mtu ambaye mtawa katika nchi. Kwa hiyo ukiona unafanya kitu kizuri na nchi inakusifia na watu kama Yanga wanakusifia, unajua ni ngumu sana kupata pongezi kwa mashabiki wa Yanga kama mchezaji afu unafanya kitu kizuri. Lakini pia ni rahisi sana kama unafanya kitu kizuri zaidi Yanga wanakusifia, au tofauti na Yanga au Simba au Azam wanakusifia. Kwa mimi ninachoshukuru wao kuona kitu kizuri ambacho kijana wao nimefanya na kunisupport katika njia moja ama nyingine. Na namuomba sana Mwenyezi Mungu anijalie kile ambacho nimekitengeneza kisipotee katika maisha yangu, kizidi kunipa sehemu nzuri. Lakini achana na hiyo, ile pesa ambayo walinipa siku zile nilinunua kiatu. Ulinunua kiatu cha mpira? Na ninacho mpaka leo kile kiatu. Unakitumia? Nakitumia. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo navikumbuka nikiangalia kile kiatu, najua hii pesa nilipata kwa sababu. So nashukuru sana kwa njia moja ama mbili kwa kunisaidia pia kupata sehemu ya kitu ambacho naweza kufanyia. Na mapenzi yote yaliingia ndani yako, yale tu ya kibinadamu kwamba nimefunga goli nikiwa kwenye majukumu ya klabu yangu ya Ken Gold, lakini wamenionyesha mapenzi ya dhati Yanga Afrika na ukarimu wa juu. Kuna namna fulani hivi love iliingia ndani yako kasema this one of my dream. Yaani kwamba yuko siku na mimi natamani wewe kwenye familia hii. Dream ya mchezaji yote ambaye yuko ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania anacheza katika moja yake. Kwa hiyo hata mimi pia ni moja ya watu ambao natamani sana kuwepo katika moja ya sehemu ambazo wao wapo.
Kuna msemo mmoja sasa wanasema mkate ambao wewe unakula hata mimi pia nautamani. Kwa hiyo mkate ambao wao wanakula mimi pia nautamani, ndio maana nazidi sana haso na kufanya vitu vizuri ili kuwa katika sehemu ya ule mkate ambao wao pia wanakula. Na Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.